majina naitwa Rukia Hassan, ni mkazi wa Mwanza, wilaya Nyamagana. Mnamo tarehe 12 Disemba nilikuwa nipo kazini kwangu. Alikuja kijana mmoja ambaye alivaa t-shirt ya blue na koti cha mtandao wa simu wa Mixx by Yas, kujitambulisha kama ni wakala wanasajili line. Mdau alikuwa na shida ya kusajilia line yangu, akaniambia anaweza kunifanyia kwa muda huo wa haraka. Nikamtajia namba, akaanza kunisajilia line. Baada mfupi nikaona muda unaenda hamalizi, nikamuuliza mbona umalizi, nataka kuendelea na kazi. Akanambia tayari, unaweza naomba simu yako niweke kwenye line. Nikamwambia hapana, siwezi kukupa simu yangu, lete line niweke mwenyewe. Kweli nikachukua line ambayo iko kwenye simu ya Airtel ambayo ndio imeunganishwa na sim card bank yangu ya NMB. Nikaiweka pembeni, nikaichukua line nikaweka kwenye simu. Kipindi naweka kwenye simu, kila nikiangalia network haipandi. Nikaizima nikawasha tena, bado haipandi. Nikamwambia mbona line yako inasumbua na haipandishi mtandao wote? Akanambia wewe kuwa na subira, endelea kusubiria, au mimi naweza nikaenda nikakuachia nikarudi baadaye. Nikamwambia hapana, wewe chukua line yako, mimi baadaye nikipata muda nitaenda ofisi za Tigo mwenyewe. Kipindi kabla hajaondoka, nikaitoa ile line nikamrudishia, nikachukua line yangu ya Airtel, nikamkuta nayo mkononi. Nikaichukua line nikairudisha kwenye simu. Akaniambia hivi, unaweza uiwashe simu yako, labda ina matatizo, ndani ya dakika 10. Nikamwambia hapana, simu yangu ni ya kazini, siwezi kuiacha off. Nikaiwasha. Akatoka. Baada ya kutoka dakika 5, ikaingia message kwenye simu yangu. Milioni 5 imehamishwa kutoka kwenye simu yangu kwenye lipa namba mtandao wa Tigo. Nikaiangalia, naangalia ni account yangu mimi pesa. Nikatoka nikakimbilia NMB. Kipindi niko njiani, hela ilikuwa inazidi kutolewa. Mpaka nafika NMB nakuta nimetolewa milioni 9,400,000. Account yangu kabidi NMB ifunge, nikakimbilia Tigo. Nafika Tigo, natoa maelekezo, wananiambia tayari hela imeshatolewa, imehamishwa kwenye namba nyingine. Jana mida ya jioni nikapokea simu kutoka kwa rafiki yangu. Akanambia niko mtandaoni, nimeona watu kama wale waliokuibia, nikakukumbuka. Mimi nikamwambia nitagi niwaone. Kipindi ananitagi naingia kwenye mtandao, nakuta ni yule kijana ambaye aliniibia mimi. Kibaya au kizuri, simu hii haina NMB application, ninayo kwenye simu nyingine na sikuwa nao muda huo. Na nikajiuliza ameniibiaje, kwa sababu sijaweka namba ya siri. Kwa hiyo ni wazi kwamba line yangu nilipokuwa nimeitoa, yeye akabadilisha password kutoka kwenye line yangu na akatengeneza password yake yeye, kwa akaweza kufuta kwenye simu. Sasa walivyoingia hapa ndani, kuna bibi alikuwa pale na kuna wafanyakazi wangu wa dukani pia walikuwepo pale. So waliwaambia kwamba tunaomba tunalipa namba ya Tigo. So tunaomba simu zenu za Tigo Pesa ili tuwafanyie software updates. Tunataka kucheki pia siku ya kwanza ghafla wanaona kwamba milioni 5 zimetoka. Sasa wakati huu bado hawajui kwamba milioni 5 zimetoka. Siku ya pili milioni 5 zingine wametoa. Limit yetu ni milioni 5 kwa siku. Siku ya tatu wametoa milioni 1,765,000, kitu kama hiyo, ile yote ambayo imebaki. Baada ya siku 3-4 ndio tumejua wakati tulikuwa tunahitaji hela sasa tutoe kwa ajili ya kufanya payment kwamba hela imeibiwa. Sasa juzi nimeona video mheshimiwa kwa mkoa wa Tabora amepost jana kwamba kuna watu wamekamatwa. Na kweli kwenye watu 4 kuna watu 2 humu tumeidentify kwamba ni hao ambao walikuja ofisini kwetu. Inawezekana yupo mtu mmoja anasema Iringa alitapelia shilingi milioni 8 au 800,000. Na anasema anamtaja bibi kijana Marcel, huyo mwenye t-shirt ya blue, inaonekana ndio technician wao. Zote hata na yeye kama anaona ni kweli ndio huyo ajitokeze, tutawafikisha mpaka Iringa, watajibu kesi hiyo na watalipa ujira. Hela za watu wote lazima zirudi. Hatuwezi kutolerate na tutoe onyo. Utapeli wala haumlipi mtu. Kwa mimi ni kuhakikishia hata wengine wakijitokeza leo, yani watamaliza kesi hii ya Tabora hapa, tutawasafirisha, watakuja Mwanza wamalize kesi yako. Huyo ambaye ndugu yangu wa Dodoma ambaye amejitokeza, tutawasafirisha, watafika Dodoma wamalize kesi yake, na yeyote atakayejitokeza tutawafikisha huko mpaka wamalize kesi zote. Si ndio ametaka, na huo ndio ujira ataulipa.